matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chao kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka pote pale ulipo wa kwenda kupokea taarifa yetu ya habari. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na masuala yapi tete kwenye mkataba mpya wa Marekani, Rwanda na DRC. Serikali yaamriwa kufanya maamuzi haraka kesi ya Lissu. Rais wa Liberia aliyeuawa katika mapinduzi kupata mazishi ya kitaifa. Baba ajirusha baharini kumwokoa binti yake. Na kongamano la kimataifa juu ya ufadhili wa ajili ya maendeleo limemalizika nchini Uhispania. Naam, natumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Kongamano la kimataifa juu ya ufadhili kwa ajili ya maendeleo limemalizika nchini Uhispania kwa taifa hilo mwenyeji wa mkutano huo kutangaza kupeleka dola bilioni 1.9 katika shirika la fedha la kimataifa IMF kama sehemu ya juhudi za kuzisaidia nchi zinazoendelea duniani. Nobel Joseph Stiglitz, zaidi ya watu bilioni 3 wanaishi katika nchi ambazo Stiglitz, zaidi ya watu bilioni 3 wanaishi katika nchi ambazo hulipa fedha nyingi kwenye riba kuliko zinazoingizwa kwenye sekta ya afya. Katika hatua nyingine, Uhispania imeahidi kupeleka nyongeza ya dola bilioni 1.9 katika shirika la fedha la kimataifa IMF. Carlos Cuepo aliambia Reuters pembezoni mwa kongamano hilo jana Jumanne kuwa Uhispania itaendelea kuwa mfano katika mchakato wa kupata suluhu kwa kutoa sehemu ya fedha kwa maslahi ya mataifa yanayoendelea. Kwenye kongamano hilo linalofanyika Sevilla nchini Uhispania, viongozi kadhaa wa dunia kutoka barani Afrika ikiwa ni pamoja na Rais wa Kenya William Ruto na Bassirou Diomaye Faye wa Senegal walitoa wito wa mageuzi kwenye mfumo wa fedha wa kimataifa ili kutatua changamoto ya mzunguko huo mbaya wa kifedha. Waraka uliopitishwa na washiriki unataka kupitishwa kwa vifungu vya mikopo vitakavyoruhusu nchi zinazokopa kusimamisha kwa muda kurejesha mikopo kutokana na athari za kama maafa ya asili. Huyo alikuwa ni taarifa ya habari, ambapo namna hiyo tunazidi kusonga mbele kwenye Afrika leo asubuhi, ambapo taifa la Kenya linaweza kulazimika kuweka tangazo la tahadhari ya afya kwa bidhaa zote za vyakula na vinywaji vinavyotengenezwa na makampuni ya ndani na nje kufuatia taarifa ya asilimia kubwa ya bidhaa hizo kupatikana na kiwango kilichopitiliza cha virutubisho, hali ambayo inahatarisha afya ya watumiaji.
Shirika la kimataifa Nobel Joseph Stiglitz lisilo la kiserikali la makampuni ya ndani Initiative ATNI, karibu 90% ya bidhaa za vyakula na vinywaji zinazozalishwa na makampuni ya ndani na nje ya Kenya na kuuzwa nchini humo, zikiwemo zile za vinywaji baridi, vyakula vyenye utamu, zikiwemo biskuti pamoja na maziwa mgando, zilikutwa na kiwango kikubwa cha chumvi, sukari na mafuta. ATNI imetanabaisha kuwa zaidi ya theluthi mbili ya bidhaa hizo, hususan biskuti tamu na maziwa mgando maarufu mtindi, zimekutwa na kiwango kikubwa cha virutubisho vya vitamin na madini kwa ajili ya kusaidia watu kuboresha mlo bora, hatua ambayo ATNI imesema haina afya kwa matumizi ya binadamu. ATNI hivi karibuni walifanya ukaguzi wa bidhaa za vyakula na chakula zinazozalishwa na kuuzwa kote duniani, ikihusisha mataifa ya Marekani, India, Kenya na Tanzania, na kubaini Kenya kuwa kinara wa bidhaa za viwandani zinazouzwa nchini humo kuwa na kiwango kikubwa cha virutubisho vinavyohatarisha afya. Taarifa ya shirika hilo inaonyesha 2 ya 3 ya bidhaa zinazochunguzwa, zikiwemo biskuti tamu na maziwa ya yogurt, zilikuwa na kiwango kikubwa cha virutubisho vinavyohatarisha afya ya binadamu, huku ikionyesha bidhaa zinazoingizwa mataifa masikini kuwa na madhara makubwa kuliko zile zinazoingizwa katika mataifa tajiri duniani. Kenya iko katika hatua za mwisho za kuweka tangazo la tahadhari za afya kwa watumiaji wake. Ripoti hii ya ATNI imeangazia bidhaa zipatazo 746 ambazo zilitengenezwa na kuuzwa na makampuni makubwa 30 ya chakula na vinywaji nchini Kenya, ambapo karibu 57% ni kwa soko rasmi la vifungashio vya bidhaa za vyakula na vinywaji. Unaweza kuishia kushughulikia upungufu wa virutubisho vidogo kupitia baadhi ya bidhaa hizi, lakini pia ukachangia kupunguza hatari dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza kwa wakati mmoja, alisema Gray Garrett, mkurugenzi mtendaji wa ATNI. Ukaguzi huu wa bidhaa za vyakula na vinywaji uliofanyika hivi karibuni umekagua kiwango cha virutubisho kwenye bidhaa zinazozalishwa na makampuni ya ndani na nje, ambapo mpaka sasa si serikali ya Kenya wala makampuni yaliyoguswa hakuna aliyejitokeza kujibu juu ya matokeo ya uchunguzi huu. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo moja kwa moja tunazidi kusonga mbele kwenye taarifa nyingine muhimu ambayo ni ya kikanda pote pale ulipo, ambapo wakati huu popote pale ulipo, iwapo basi unaweza kuungana nasi, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo zaidi ya miaka 60 baada ya kuuawa kwa kiongozi wa kwanza wa serikali huru ya Kongo, Patrice Lumumba, binti yake Juliana Lumumba bado hajapata majibu ya maswali yanayomuumiza nani alihusika katika mauaji hayo. Inaonyesha kuwa mfalme Nobel Joseph Stiglitz zaidi ya watu alijua kuhusu mipango ya kumuua Lumumba, lakini hakuchukua hatua yoyote. Hata hivyo, familia ya Lumumba inataka zaidi ya hayo. Kaka yake Juliana Francois Lumumba anaishtumu moja kwa moja serikali ya Ubelgiji kwa kushiriki njama ya kumuondoa kisiasa na kimwili baba yao. Patrice Lumumba alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Kongo huru mnamo Juni 30 mwaka 1960 baada ya kupigania uhuru kutoka kwa watawala wa kikoloni wa Ubelgiji. Aliahidi demokrasia na uhuru wa kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kurejesha rasilimali kutoka mikononi mwa makampuni ya kigeni. Lakini msimamo wake huu haukupokelewa vizuri na mataifa ya magharibi, hasa Ubelgiji na Marekani, waliomtuhumu kuwa karibu na Umoja wa Kisovieti wakati wa vita baridi. Mnamo Januari 1961, Lumumba alikamatwa na kupelekwa katika jimbo la Katanga, ambapo aliuawa kwa ushirikiano wa maafisa wa Kongo, Ubelgiji na yumkini Marekani. Maelezo ya kutisha kuhusu namna alivyoteswa, kuuawa na mwili wake kuharibiwa yalikuja kujulikana kupitia utafiti wa mtaalamu Ludo Diviti. Afisa mmoja wa Ubelgiji, Gerard Soe, alikiri kukata vipande mwili wa Lumumba na kuviyeyusha katika tindi kali, kisha kutunza meno yake kama kumbukumbu. Juliana aligundua kuhusu hayo kwa mara ya kwanza kupitia televisheni mwaka 2000, jambo lilomuumiza sana. Mwaka 2022, waziri mkuu wa zamani wa Ubelgiji Alexander De Croo alikabidhi familia
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I'm in through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Pale ulipo msikilizaji, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. kufanyike kwa maandamano ya kupinga hatua ya serikali kuongeza ushuru. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I'm in through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Baadaye baadhi ya watu wamekuwa wakiendelea kutisakwa na polisi. Baadaye hata ile kwamba serikali ina dira kwanza ilisema mtu aliyepanga hii maandamano alikuwa anataka kupindua serikali ambaye ni ule alikuwa naibu wa rais alikuwa anaitwa Gachagua. Tena imerudi sasa imewalenga wanaharakati kama mandugu zangu watatu walishikwa kama wanaenda hafla tu za kuendelea masomo ya kijamii. Wawili, mmoja anaitwa John Mulinge na ndugu yake Mwengi Mutunge. Hawa walishikwa tu kama wanaendelea na harakati zao za kuhamasisha wananchi kuhusu demokrasia na katiba. Leo wamemkamata mwenzangu anaitwa David Safari ambaye ni mkubwa wa Social Justice Center Traveling Theater na kuwawekelea na kuwafanyia tumia campaign kwa sababu hizi hawana kesi yoyote na wanatumia idara ya polisi na pia mahakama. Hauwezi waamini, watu wanateka watu nyara, hauwezi waamini. Ndio, lakini polisi wanasema watu waliokamatwa wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali ikiwa ni pamoja na mauaji, ugaidi, ubakaji, uchomaji moto, wizi, kuwazuia askari polisi wakiwa kazini, unyang'anyi wa kutumia nguvu, kufanya vurugu, uharibifu wa mali na kumiliki silaha kinyume cha sheria. Haya ni mashtaka mazito. Nyinyi kama wanaharakati, ni upi mtazamo wenu? Hakuna mtu amefikishwa kotini na hayo ni allegation tu, hakuna na hawawezi. Na hao wanaweza sema tu, lakini koti ndio muamuzi. Wamesema tu kwa habari za gazeti wapi mambo haya na haja prove any yote. Mtazamo wetu ni hawezi aminika hawa ambao watu wanavunja katiba misingi ya haki na wanafanya ufisadi. Sasa hiyo mtazamo wetu tuweze kubaliana nao kwa sababu wanajaribu kufunga njia za kuleta demokrasia. Ndiyo hali ambayo namna inajitokeza, mwanaharakati hapo akizungumza kwa kina yale ambayo yanawapata madela ambayo vile vile katika uchanganuzi anauliza kwamba kuna vitu ambavyo namna hiyo wamefanya na anavikwepa. Tanzania imefanya maboresho ya kiundombinu katika bandari yake iliyoko mkoani Mtwara kusini mwa taifa hilo kwa lengo la kuongeza wigo la utoaji huduma za uchukuzi kupitia usafiri wa majini nchini Tanzania. Tanzania
imetumia zaidi Nobel Joseph ya Stiglitz shilingi bilioni zaidi ya watu 157 kupanua na kujenga gati lenye urefu wa mita 300 na kina cha maji mita 13 kwenye bandari hii iliyopo hapa mkoani Mtwara, ambayo kwa sasa imekuwa na uwezo wa kusafirisha shehena za mizigo tani milioni 1.628 kutoka tani 500,923 kwa mwaka. Kutokana na uwekezaji huo, usafirishaji wa mizigo kupitia bandari hiyo umeongezeka mara 8 zaidi kwa mujibu wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS. Bandari ya Mtwara hutumika katika kufanikisha biashara kwa bidhaa zinazotoka hapa nchini kwenda mataifa ya Msumbiji, Komoro, India, Vietnam na barani Ulaya, na kutumika kusafirisha makaa ya mawe, korosho na saruji. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa anasema bandari ya Mtwara inashika nafasi ya pili kwa kutoa huduma za makasha ikitanguliwa na ya Dar es Salaam. Gati hii imefungua sasa. Imefungua na ni gati ambayo kwa meli kubwa inaweza kuingia hapa Mtwara. Sababu kina chake cha maji hapa ni takriban mita 13. Alafu na ile eneo la kuzungumka meli nafikiri kama sikosei lina radius ya mita 500. Kwa vile ni gati mzuri ambayo inaweza kufanya kazi. Kando na hayo, bandari hiyo imetoa vivutio mbalimbali vya tozo kwa kutoa tozo maalum za usafirishaji wa makasha ya mawe na tozo zingine za mizigo kwa takriban 30%. Pamoja na manufaa hayo makubwa ambayo yanaelezwa na viongozi wa serikali, lakini shauku na matarajio ya wakazi wa mji huu ni kutaka kuona bandari hiyo ya Mtwara ikifanya kazi wakati wote na si kipindi cha msimu wa korosho pekee, huku wengine wakielezea changamoto kutokana na usafirishaji wa makaa ya mawe. Sisi tulikuwa tunaomba kipindi chote bandari ichangamke ili vijana wapate ajira. Hata sisi wafanyabiashara, bandari inapokuwa inachangamka, tunakuwa tunafanya biashara na tunaona tija ya bandari yetu. Sio faida sana kwenye mazingira ya kipato, afu wakasahau sana wananchi, wakaja kuzurika wananchi, kwa sababu wananchi ni nguvu kazi. Ama kama hawezi kuletwa hapa bila wananchi kufanya shughuli za kimaendeleo. Nao wadau wengine wa maendeleo mkoani hapa, akiwepo Justin Kabelege kutoka shirika lisilo la kiserikali la FAOPA, anasema serikali iharakishe mchakato wa kutenganisha usafirishaji wa chakula na bidhaa nyingine bandarini hapo, ili kusiwe na ule mwingiliano kati ya bidhaa ambazo kwa namna moja au nyingine ni za chakula na bidhaa hii ya makaa ya mawe ambayo kwa kiasi fulani imekuwa inaacha vumbi kubwa, na hayo yamekuwa ni sehemu ya malalamiko ya wadau wengi. Lakini kwa utendaji kazi wa bandari kwa ujumla, maoni yangu ni kwamba bandari inafanya kazi vizuri na tunaona movement. Hata hivyo, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa katika hotuba yake bungeni amesema mamlaka ya bandari imeanza kutekeleza mradi wa ujenzi wa bandari maalum kwa ajili ya kuhudumia shehena za mizigo michafu kama vile makaa ya mawe na saruji, kwa lengo la kuiwezesha bandari ya Mtwara kuendelea kutoa huduma bila kuathiri mazingira. Kutokea hapa ndio hali ambayo kutokea pale maeneo ya mkoani Mtwara pale hivi usafiri wa majini ni hatua ambayo namna hiyo serikali ya Tanzania imefanya maboresho kimuundombinu katika bandari yake iliyoko mkoani Mtwara kusini mwa taifa la Tanzania. Ni taarifa ya habari pote pale ulipo duniani, ambapo unazidi kutagusana nasi kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Je, ungetaka mada za aina ipi katika idhaa hii, ambapo ikiwemo habari za ulimwengu? Tuandikie kupitia barua pepe radiofortuneafrica@gmail.com. Matangazo haya yanakujia mbashara kupitia idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo wakati huu pote pale ulipo na kukumbusha kwamba kongamano la kitaifa juu ya ufadhili ambao unazidi kuendelea duniani kwamba limefanyika nchini Uhispania, na unaweza kupokea taarifa hiyo, matangazo haya mbashara kupitia idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, wakati ambapo unaenda tu kwenye usisahau kujisajili nasi, kusubscribe ili uweze kupokea ama kufollow ili uweze kupokea taarifa zote zile zinazohitajika kupitia YouTube channel yetu, ili kupata video nyingine za kuvutia, kupenda like kama umevutiwa, kutoa maoni yako kwenye TikTok na vile vile Instagram na majukwaa mengine yote. Ungetaka mada ipi tuweze kuzungumzia? Ni wajibu wako basi pote pale ulipo kutufuatilia, kufollow, kulike kwenye maeneo yote yale ambayo ni ya mawasiliano ambayo Radio Fortune Africa ipo ndani: Instagram, X, TikTok, vile vile eneo lile la Facebook kama kitandazi
ambapo unaweza kupokea na YouTube na majukwaa mengi tu ambayo unaweza kupata matangazo haya ya mbashara. Basi wakati huu basi pote pale ulipo, na chukua fursa hii basi msikilizaji pote pale ulipo, ili niweze kuchukua maoni yako kadhaa ambayo namna hiyo unaweza kuandika kupitia maeneo tofauti, ambapo unaweza kuchukua fursa ya kuweza kusoma mawili matatu ambayo umeweza kuyanakili katika hatua hii, ili tuweze kuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kuwa na uelewa unachozungumza wewe mahali ambapo upo duniani, ili tuweze kujua. Asante sana Franco Kisanga 2-in-1 Boda kule maeneo ya Hispania. Unafanya kazi nzuri kuendelea kufuatilia idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo vile vile katika hatua hii naona hapa hivi jamaa anaitwa Bahas Sancho ameweza kuandika hapa hivi barua yake pepe, anasema nawakilisha kutoka Vinara Imara Family Uwasata Taifa Kinondoni, Dar es Salaam, Tanzania. Tuko pamoja kupitia matangazo ya mbashara ya Afrika leo asubuhi kutoka idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Asante sana. Naitwa Xavier Palive Mnyalo Palive Kipalile Palive Iringa mjini Tanzania. Nawapata vizuri sana huko nyanda za juu kusini Iringa, Jombe, Mbeya na Songwe. Kweli Radio Fortune Africa ni mtambo mkubwa zaidi na unazidi kupepea. Asante sana. Elia Martin Palivi Mbabwaya Palivi Singida Tanzania anasema enyi Israeli na Hamasa, nili mtamaliza mapigano, mbona mnaua raia wasiokuwa na hatia? Ndio swali ambalo analiuliza hapo Amos Kanamba, kwani Wayahudi ni maziwa ya mtoto mpaka ilindwe bure kabisa. Ndio maoni yake Amos Kanamba. Anazungumzia swali lile kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani imemuita balozi wa Iran atoe maelezo baada ya mwanamume mmoja kukamatwa na kushukiwa kufanya ujasusi kwa ajili ya Iran kwa nia ya kukusanya taarifa kuhusu maeneo ya Kiyahudi na watu wa binafsi mjini Berlin. Ofisi ya waendesha mashtaka ya Ujerumani mjini Karlsruhe imesema kwamba mwanamume huyo raia wa Denmark alikamatwa nchini Denmark. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani imesema haitavumilia kitisho chochote kwa maisha ya Wayahudi nchini Ujerumani na madai dhidi ya mwanamume nchini Denmark kwamba alijifanya kama ni wakala wa ujasusi kwa ajili ya Iran lazima yachunguzwe kikamilifu. Rais wa Urusi Vladimir Putin amemweleza mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron katika mazungumzo kwa njia ya simu kwamba mshirika wake Iran ina haki ya kuendeleza mpango wa nyuklia wa amani. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kwamba atakuwa imara zaidi katika msimamo wake wa kumaliza vita katika ukanda wa Gaza atakapokutana wiki ijayo na waziri wa Israeli Benjamin Netanyahu. Kiongozi huyo wa Marekani atakutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu katika ikulu ya White House mjini Washington Julai 7. Wasichana watakaofikisha umri wa miaka 18 nchini Denmark huenda wakalazimika kujiunga na mafunzo ya kijeshi ya hadi miezi 11 kufuatia mabadiliko ya sheria yaliyoanza kutekelezwa kuanzia Julai mosi. Chini ya sheria mpya iliyopitishwa na bunge la Denmark, wasichana wataungana na wavulana katika mfumo wa bahati nasibu, na ambao watachaguliwa watalazimika kujiunga na mafunzo ya lazima ya kijeshi. Mabadiliko hayo ya sheria yamefanyika wakati mataifa ya jumuiya ya kujihami ya NATO yakiongeza bajeti ya ulinzi kutokana na wasiwasi wa kiusalama barani Ulaya. Hadi sasa wanawake walioruhusiwa kushiriki katika huduma ya kijeshi pindi wanapofikisha umri wa miaka 18 japo kwa hiari. Watu 3 wameuawa na 35 kupelekwa hospitalini kufuatia shambulio la Ukraine kwenye kiwanda kimoja katika mji wa Ivzhevsk, zaidi ya kilomita 1000 kutoka mpakani, mamlaka ya Urusi imesema. Kati ya wale waliojeruhiwa 10 wamepata majeraha mabaya. Gavana wa Udmurtia Alexander Brechalov amesema, akiongeza kuwa
alikuwa amemjulisha Rais Vladimir Putin juu ya shambulio hilo. Ndege zilizo za rubani zilizopitiwa kulenga kiwanda cha Kupol Electromechanical, kiwanda cha kijeshi ambacho kinasemekana kuzalisha mifumo ya makombora ya Tor kutoka ardhini hadi angani na vituo vya rada. Kiwanda hicho pia kinajishughulisha na utengenezaji wa mifumo ya ulinzi wa anga ya OSA na kimetengeneza ndege zisizo na rubani, kulingana na vyombo vya habari vya Ukraine. Rais wa zamani wa Liberia William Tolbata anatazamiwa kuzikwa upya siku ya Jumanne, miaka 45 baada ya kuuawa wakati wa mapinduzi ya inaaminika mwili wake ulitupwa kwenye kaburi la halaiki. Siku 10 baada ya kuuawa kwa zaidi kufuatia kesi ya mahakama ya Kangaroo, 13 wa baraza lake la mawaziri walipoteza nyadhifa zao, wakafungwa kwenye vigingi na kisha kuuawa kwa kupigwa risasi kwenye ufuo karibu na kambi ya jeshi katika mji mkuu wa Monrovia. Hakuna maiti yoyote kati ya 14 iliyopatikana, lakini kila mmoja anatazamiwa kupata mazishi ya kitaifa katika hafla itakayohudhuriwa na rais wa sasa Joseph Boakan na viongozi wengine. Tukio hilo linaonekana kama kitendo cha upatanisho na sehemu ya mchakato wa nchi kukabiliana na hali ya vurugu miaka iliyopita. Serikali ya Tanzania imeamriwa kutoa uamuzi haraka katika kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Wakati wa kutajwa kwa kesi hiyo katika mahakama ya hakimu mkazi wa Kisutu, jiji kuu la Dar es Salaam, linalosema kuwa haja ya uamuzi wa haraka kufanywa kama kuna ushahidi wa kutosha kumshtaki Lissu, au kama hakuna basi aachiliwe. Mawakili wa upande wa serikali waliarifu mahakama kuwa jalada la kesi hiyo limeshasomwa na kutolewa maoni ya kisheria na sasa lipo tayari kutolewa uamuzi, na wanaomba tarehe nyingine ili uamuzi utolewe. Wakati wa kesi hiyo, Tundu Lissu alitoa maombi mawili. Kesi ya Lissu, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema, anashtakiwa kwa kosa la uhaini ambalo halina dhamana na lenye adhabu ya kunyongwa mpaka kufa. Umeahirishwa hadi Julai 15 mwaka huu. Na hatimaye baba alijirusha baharini kumwokoa binti yake baada ya kuanguka kutoka kwenye sita ya 4 ya meli ya Disney iliyokuwa ikisafiri kutoka Bahamas kuelekea Marekani Jumapili mchana, walioshuhudia wanasema. Video iliyoonyesha abiria akishangilia huku wawili hao wakivutwa kwenye boti la uokoaji baada ya kuwa ndani ya maji ndani ya dakika 10. Msichana huyo alianguka wakati baba yake alipokuwa anampiga picha karibu na uzio, mashahidi wamesema. King'ora kililia kuashiria kwamba kuna mtu ametumbukia baharini, na wafanyakazi wa uokoaji wakajitokeza kwa haraka. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.